Pantev mmemuondosha katika kikosi cha Simba baada ya kupoteza mechi 2 za hatua ya makundi. Sio kawaida kwenu Simba kupoteza mechi kama hizo. Unazungumziaje hili? Mwalimu kuondolewa katika timu ambapo ilipokosa matokeo ndio jukumu lake la kwanza kama mwalimu. Yeye ndio anastahili kwa namna moja au nyingine, kwa sababu yeye ndio ambaye anastahili kuipa timu point 3. Kwa hiyo ni maamuzi ya klabu ya Simba kupitia kwa management ya Simba. Sisi kama mashabiki, kwa sababu viongozi wamekaa pale kihalali kwa mujibu wa taratibu za sheria na kanuni ya katiba ya Simba, maana yake kwamba nazungumzia bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo wao ndio wamekwenda kufanya maamuzi kuona namna ambavyo kumuondosha manager Pantev. Sisi kama mashabiki kazi yetu ni kutoa support kuona namna ambavyo Simba inakwenda mbele zaidi. Kuondoka kwake tokea amefika ameshiriki mechi 5 za kimashindano. Amepoteza mechi 2, kasare mechi 2 na kupoteza mechi 1. Kwake kama meneja alikuwa ni sahihi wakati sahihi Simba kuwepo na kocha wa namna ile katika kikosi chake? Waliomleta kama tuliamini walikuwa wako sahihi, basi tuamini waliomuondoa pia nao wako sahihi. Waliomleta ndio ambao waliofanyaje, waliomuondoa. Kama tuliwapongeza kipindi ambacho walichokuwa wamemleta, lakini pia tuzungumze na tuwapongeze katika kipindi ambacho walichofanya maamuzi kufanyaje, kumuondoa. Leo hii Simba tunategemea sana maisha yetu ya klabu bingwa barani Afrika. Na tunapompa mwalimu jukumu la kuiongoza Simba, la kwanza target yetu kubwa, masharti yetu makubwa, kuona namna ambavyo tunakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Leo hii katika mechi 5 za klabu bingwa barani Afrika au 6. Tayari Simba tumeshacheza mechi ngapi? Mechi 3, mechi 2. Ndani ya mechi hizo 2, moja away, moja nyumbani. Na mechi zote hatukupata matokeo yaliyokuwa mazuri. Ni jambo ambalo limetumiza na ni jambo ambalo limetukutisha. Leo hii lazima kwa namna moja au nyingine Simba inahitajika kujipanga kuona namna ambavyo inarejea katika system yake ya kwanza kwa manager Pantev. Lakini part 1 ni kwa manager, part 2 ni nini? Part 2 tunaingia kwenye dirisha dogo la usajili. Mimi naamini kuna wachezaji ambao wanaonekana dhahiri shairi spirit yao ya upambanaji imeshuka kwenye Simba. Tunapokwenda kwenye kufanya usajili, maana yake kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanafanyaje, wataondoka. Kwa hiyo ni wasii sana wana Simba na niwakumbushe sana wana Simba katika hiki ambacho kinachoendelea. Leo hii tunasikitika meneja wetu Pantev ameondoka, lakini kesho na kesho kutwa tusione ajabu na kushangaa kuna baadhi ya players ambao sisi tunawaamini pia wakaondoka katika klabu ya Simba. Lakini moja ya matokeo ya kocha wa Simba kuondoka meneja Pantev ni sisi wenyewe mashabiki ambao tumepeleka salamu kwa uongozi wa Simba kuona mwalimu wa Simba hatufai. Ushahidi upo, waandishi wa habari mtakuwa mashahidi. Simba wakati tunacheza na Petro ya Angola katika uwanja Benjamin Mkapa tukapoteza matokeo 1-0. Mwandishi nikumbushe, baada ile mechi kusha, mashabiki wa Simba nini walikuwa wanazungumza juu ya timu yao? Walimzomea mwalimu na wengine walifika hatua mpaka kumtupia makopo ya maji. Maana yake wanapeleka ujumbe kwa management ya Simba kwamba kocha huyu sisi hatuna haja naye. Sasa leo kama mlikuwa mnapeleka ujumbe wenyewe kwa makocha, kwa viongozi wa Simba kwamba hamna haja na mwalimu wa Simba, leo viongozi wa Simba wanakwenda kuchukua action ya kumuondoa. Vipi mnakaa katika vyombo vya habari mnalalamika na kutoa maneno ambayo hayastahili kutolewa? Amini, siku zote unachopanda ndicho ambacho unachovuna. Waandishi wa habari mlikuwa mashahidi katika uwanja Benjamin Mkapa, maneno ambayo alikuwa anapewa manager Pantev, kashfa ambazo alikuwa anazopewa manager Pantev. Viongozi wa Simba wamesikia, wamekwenda kutekeleza matakwa ya mashabiki wa Simba waliomzomea. Leo iweje? Na nendeni mkafanye research. Hawa waliokuwa namzomea mwalimu na kumtupia maji hawamtaki, ndio hawa wanakaa kwenye vyombo vya habari wanasema kwa nini mmemuondoa manager Pantev. Niliwahi kusema kuna muda wiki 1.5 iliyopita, mashabiki wa Simba pia nasi tujipe nafasi tujitafakari juu ya timu yetu. Sugu, kabla ya ujio wa Mr. Pantev, kikosi kilikuwa chini ya Selemani Matola, na mashabiki baadhi na watu wanaotoa maoni yao ni kwamba kipindi timu iko chini ya Mr. Matola ilikuwa inafanya vizuri na mwisho kucheza vizuri na kupata matokeo mazuri. Hilo lilitazama wewe mwenyewe na uliliona? Nimeona kipindi ambacho Selemani Matola alivyopewa timu, naamini kwamba timu ilisimama vizuri. Tuliowapa zamana wao ndio wana maamuzi ya kufanya juu ya Simba, nani aiongoze Simba. Matola yupo, lakini tulimweka mtu mmoja anaitwa Ahmed Morocco kuiongoza Simba kwa mechi moja, hususan katika mechi za kimataifa. Sina maana ya kutaka kumzungumzia vibaya Suleiman Matola. Binafsi mimi kama Kisugu na imani naye sana Matola,
kwa sababu namjua toka anatokea huko Kigoma anakuja kuchezea Simba Sports, anakuwa captain wa Simba, moja katika makapteni ambao Simba ilipata mafanikio makubwa wakati wa captain Suleiman Matola. Kwa viongozi wa Simba wao ndo wana hiari yao, wao ndo wana maamuzi. Wakiona kuna sababu ya kumkabidhi timu Suleiman Matola, mimi kama mwanachama au mshabiki wa Simba nitaendelea kuisupport Simba. Lakini Suleiman Matola na imani naye, moja katika makocha ambao mimi naamini wana uwezo mkubwa wa kuifundisha Simba. Lakini watu wenye maamuzi ni uongozi wa Simba. Kuelekea mchezo wa kesho wa ligi kuu dhidi ya Mbeya City, timu itakuwa chini ya Suleiman Matola. Tarajia mpira ambao tulikuwa tumeuona siku za nyuma kipindi Matola alikuwa yuko na timu. Kwanza lazima niseme kesho mchezo utakuwa mgumu sana. Hautakuwa mwepesi kama vile ambavyo tunavyotarajia. Leo ukizungumzia Mbeya City ndio timu ya kwanza iliyosababisha mwalimu aniyefundisha timu moja ya ligi kuu ya Tanzania bara kufukuzwa. Mbeya City ndio timu ya kwanza iliyosababisha mwalimu mmoja mkubwa kufukuzwa kwenye timu moja inayoshiriki ligi ya NBC. Na mmoja uliosababisha aondoke ni mashabiki wa hiyo timu, kana kwamba walivyofanya kule Mbeya ndio kana kwamba walivyofanya mashabiki wa Simba katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kuna muda mwingine viongozi hawa wanakwenda kufanya maamuzi kutokana na pressure kubwa inayopigwa kutokana na nani? Na mashabiki. Leo unapokwenda kuzungumzia Mbeya City imetengeneza historia. Watani zangu Dar es Salaam Young Africans wamefukuza mwalimu, moja ya chanzo na sababu kikubwa mechi yao na Mbeya City. Martin Folz wanamuita yule? Folz. Yeye ndio alikuwa sababu ya kufukuzwa. Kwa hiyo mimi naamini Mbeya City ni moja ya timu ngumu, lakini sisi kama Simba moja tunakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunaweka kila jambo sawa sawa. Tumeshacheza mechi 3 kwenye ligi ya ABC kupata point 9, lakini bado tutakwenda kupambana kwenye mechi ya 4 kuhakikisha tunapata point 12. Kama nichukua nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari, endelee kuwaomba sana mashabiki wa Simba. Vyovyote itakavyokuwa unabaki kuwa Simba. Vyovyote itakavyokuwa utabaki kuwa nani? Kuwa Simba. Kwa hiyo kikubwa ni kujitolea kwa moyo, kujitolea kwa mali, kujitoa kwa hari, kwenda katika uwanja wa Meja Samuyo kesho saa 1 kwenda kuisupport timu. Inshallah kwa namna ambavyo timu inavyojiandaa tokea jana na leo, mimi na imani kesho kwa uwezo Mwenyezi Mungu tutakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Mbeya City. Mchezo wa Mbeya City na Simba haukuwahi kuwa mwepesi. Kama aliweza kumkazia Young Africans nyumbani kwao, unadhani anaweza akawakazia na ninyi mkaweza kutoa sare ama kupoteza kabisa point? Ndio maana nikasema mechi ngumu, lakini kwenye historia inatubeba juu ya Mbeya City. Na imani tumekutana katika michezo kati ya 17 mpaka 15. Wao nafikiri waliwini mechi moja tu, lakini mechi nyingi Simba tuliwawini dhidi ya Mbeya City. Lakini hii ni historia. Kesho tunakwenda kwenye mechi ya uhalisia. Kwa namna ambavyo dhamira yetu mwaka huu kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC, na imani tutakwenda kufanya vizuri dhidi ya Mbeya City. Tunawaheshimu Mbeya City, moja ya timu ambayo inashiriki kwenye ligi ya NBC, lakini hatuogopi. Kesho tunakwenda kuchukua point 3 dhidi yao na tunakwenda kukaa kileleni ili kuhakikisha kila jambo linakaa sawa sawa. Sababu tuligusa kidogo ili kwamba kuhusiana na timu ili iwe na matokeo mazuri inahitaji kuwa na uongozi bora, kuweza kuongoza kikosi chenu. Uongozi wenu sasa naona kama umesuasua kutokana na yaliyoendelea siku za usoni hapa. Unazungumza nini kuhusiana na uongozi wako sasa? Uongozi una shughuli yao kwenye football. Technical bench ina shughuli yake kwenye football. Kazi ya uongozi ni nini kwenye mpira? Moja, kuhakikisha anatengeneza mazingira mazuri na kuwapa facility zote wachezaji wao ili kuhakikisha kwamba mahitaji yao yanakwenda vizuri na kwenda sawa sawa. Kazi ya kuwapa watu furaha ni kazi ya technical bench pamoja na players. Kuna muda mwingine hata kwenye familia baba na mama mnaweza mkakosana maneno ndani. Hivi unaniambia baba na mama mkikosana na mkibishana mawazo, mtoto akaferi kwenye mtihani? Kwa hiyo mimi nachoweza kusema kwamba watu ambao wanahitajika kutupa fulani wachezaji, kama kweli kama unavyosema kwamba kuna sitomfahamu ndani ya uongozi wa Simba, yawezekana ikawepo, lakini haiwezi kwenda kusababisha wachezaji wasiweke kwa spirit ya kupambana kuipambania Simba Sports. Kwa hiyo mimi ninachoamini siku zote katika wachezaji kwenda kupambana kwenye timu yao ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Neno moja kwa kumalizia kwa mashabiki wa Simba kuelekea kesho katika uwanja wa Meja Samuyo kwenda kusupport timu, inshallah kwa Mwenyezi Mungu na kwenda kuchukua point 3. Shukrani. Asante.